Vipi mtazamaji wa Lokoma TV? Sisi kama timu ya Lokoma tumefika nyumbani kwa mama wa marehemu Steven Charles Kanumba kwa ajili ya kuzungumza naye, lakini pia utapata exclusive kibao kupitia hapa Lokoma TV. Jina langu naitwa Ampo. Mama, heshima yako. Asante, marahaba. Unazidi kuwa mdogo kila siku. Mambo yote kwa Yesu. Mambo yote kwa Yesu. Wana vijana wa sasa hivi wanakuwa wanazeeka mapema kabla ya wakati. Hapana. Ukishamtanguliza Yesu na ukamweka moyoni mwako, utakuwa kijana. Kila kitu kinakuwa sawa. Sana sana. Nafurahi sana kukuona. Nashukuru. Ukiwa na afya njema tele. Nashukuru. Hongera sana. Asante. Sawa, mama, kwa siku ambayo mara nyingi huwa tunaadhimisha kama kumkumbuka mpendwa wetu ipi? Mimi mara nyingi wanatanguliza ibada, naenda pale makaburini, naweka ibada, nasali, baada ya pale basi namshukuru Mungu ampumzishe, aendelee kumpumzisha kwa amani. Ni kitu gani ambacho kimebaki kuwa kwenye kumbukumbu kwenye maisha yako tangia Steven Kanumba afariki? Kwa kweli sijui nikuelezeje mwanangu mtangazaji. Ni vingi mno. Ikifika wakati kama unakumbuka mpaka alivyokuwa mtoto, unamshika mkono, yale maneno ya kitoto, unampeleka shule, chekechea, wakati ule tunaita vidudu, yani unakumbuka maneno yake ya ucheshi, unakumbuka nini, kitu ambacho huwa kinakaa kinanizunguka kichwani ni ile nikitoka kwenda kazini, mama, ununulie gari. Ambia gari sijinayo. Lakini kila siku ukitoka anakutuma gari, anakukumbusha gari. Kwa hiyo huwa linakaa kwenye kumbukumbu zangu. Steven alikuwa mtoto wangapi? Alikuwa mtoto wangu wa 3 na wa mwisho, na wa kiume peke yake. Dada yake? Ana dada zake 2. Yeye ndiye alikuwa anawafuata wa mwisho. Kwa mara nyingi hapa tumefika hapa tumekuona uko mwenyewe. Of course sasa Kanumba kama angekuwa hai sasa hivi angekuwa na miaka 40. Ni zaidi ya miaka 10 sasa hivi. 13. Sasa dada zake, yule dada yake wa kwanza anaikaribia miaka 50. Dada yake wa pili ana miaka 44. Watakaa hapa kwangu. Wanakuwa na familia zao pia. Familia zao. Ni filamu gani ambayo unapendelea sana kuitazama ya mtoto wako? Yaani mara nyingi utairudia? Kwanza kiukweli, mimi hakuna filamu hata moja naangaliaga za Kanumba. Hakuna. Kwa nini? Hapana. Nilishindwa katika hilo, nilishindwa kulizoea na kulivumilia. Hata ule wimbo wake unanilizaga sana, ule aloimba. Yani ni kama Mungu alimpa maono, nitainua macho yangu. Pole sana mama. Yani najua wana wauzi wengi lakini sina jinsi. Kulia, nitamlilia mwanangu mpaka mimi mwenyewe nitakapoingia kaburini. Kitu gani pia natamani kujua wewe kama mama, lakini pia ulikuwa mtu wa karibu sana, alishaye kuzungumza na wewe na hakubahatika kukitimiza mpaka mauti ulipomfika. Mlizungumza tu akatamani watu wengi wakijue, lakini kwa bahati mbaya likatokea la kutokea. Kitu ambacho alikuwa ananiambia, alikuwa anatamani mama nikitoka safari, maana alikuwa anaenda Marekani kucheza movie. Mama nikitoka Marekani na kununulia gari. Mimi nilikuwa nakaa Tandika, Temeke. Sema mama nakununulia gari wewe na usafiri. Japokuwa una matatizo ya mapresha, lakini nitakuwekea na driver. Ananiahidi hakuweza kutimiza. Mungu akampenda zaidi. Kingine? Hapana. Vingine vyote alikuwa anavitimiza. Ananitunza, yani ananiambia mama umetulea single mother, sasa kaa utulie. Na kweli lakini nilimwambia mwanangu linidanganya. Haikuweza kutimia. Pole sana mamangu. Ndugu zenu wa karibu wa ushirikiano wao kama ndugu baada ya marehemu kufariki? Kwa kweli labda wasanii wenzie. Lakini kama ndugu, mimi bahati mbaya nilishapoteza ndugu zangu wote. Tulizaliwa 6, 5 wote wametangulia mbele za haki, nimebaki peke yangu. Pole sana mama. Sasa labda dada zake
kina shangazi? Kwangu mimi shangazi wa mwisho nimemzika mwaka jana, amekufa na miaka 99. Kwa hiyo mimi nimemaliza katika huko. Pole sana. Asante. Kwa upande wa baba? Upande wa baba yake mimi sijui kwa kweli. Ila baba yake alishafariki. Lakini baba yake mimi hakuwahi kujua kwetu wala sikuwahi kujua kwao. Na ndio maana Kanumba, yani nilipopata mimba ya Kanumba mpaka namzaa baba yake akawa ameenda pembeni. Alikuja kumtambua Kanumba alipokuwa star. Alikataa ujauzito ama kila tu kuvurugana? Kila kitu. Lakini nikasema fine. Tamlea mwenyewe. Na baada ya kuwa star alirudi. Na ndio tabia za wanaume zilivyo. Akiona mtu kashajipata, basi mimi babake nini? Unajua huko tunakokwenda wakina mama watakuwa wanabadilisha hata ubini. Maana unaandika ubini wa babake wakati amtunze. Akijafanikiwa ana base kwa. Si unaona anatumia jina langu wakati kwa Steve alilipokeaje hilo? Steve alilikubali. Kwanza alikuwa analingia Usukuma. Kanumba. Watu wa Mwanza, Shinyanga. Alikuwa anaulingia Usukuma, alipokea vizuri, akasema mwache baba aendelee. Bali bana, huyu ndo baba yangu, na akaanza kumtunza pia. Alianza kumtunza. Japo yeye hakumtunza, baba kumtunza mtoto, lakini mtoto akaanza kumtunza baba. Mambo yanabadilika kumbe. Na hii naona ni hasa watoto wanaokataliwa, baadaye Mungu anawapa neema. Sasa baba mtu ndo anakuja sasa. Mama yako alikulisha sumu. Sio sumu, wewe ulijilisha sumu mwenyewe. Sasa wewe mtoto umtunzi nini? Tangu Januari mpaka Disemba hajawahi kukuona pale nyumbani. Anasikia tu baba yako fulani. Babangu. Hata penzi na wewe hawezi kuwa nalo. Anakuwa kweli anakuwa. Kwa ulivyokuwa unaishi naye, alikuwa ni mtu aina gani nje na ustaa? Sababu unajua mastaa wengi wanatabia kufeki maisha, labda naweza nikajifanya kuwa ni mchangamfu kwa watu, ila nyumbani mimi ni mtu wa hasira, kisirani. Alikuwa ni mtu wa namna gani? Yaani Kanumba jinsi ulivyokuwa unamuona nje na ndani alikuwa hivyo hivyo. Mcheshi, alikuwa anajali familia. Pale alikuwa ameshakuwa ndo baba yetu, baba wa familia. Kwa hiyo jinsi ulivyokuwa unamuona mcheshi nje na ndani alikuwa hivyo hivyo. Japokuwa muda mwingi alikuwa na mambo yao, anaandika sijui script, anaangalia nini na nini, lakini alikuwa ni mtoto safi kabisa. Na chakula gani alikuwa anapendelea sana? Yule wali maharage. Wali maharage. Yaani akipiga simama anakuja, unaandaa wali na maharage. Wali maharage. Mmoja alikuwa anakipenda sana. Inakuwa mengineyo lakini wali maharage. Ukwae kumshauri labda mwanangu umejipata kwenye sanaa kazi yako, uoe basi? Nafikiri ile interview yetu ya mwisho ambayo tulikaa mimi na yeye na Zamaradi. Nilisema hilo, lakini akaniambia mama, mimi nikizaa na mwanamke nimeoa, sitaki mwanangu aje alelewe maisha niliolelewa mimi. Kwa hiyo akaniambia mama, bado iliniuma sana. Amekufa ana mtoto. Lakini ulitamani hata ubaki na mjukuu. Sana. Nikaletewa wajukuu feki lakini nakumbuka kila mtu mimi nimezaa na Kanumba. Walifika nao wapi wale watu? Wajinga, hata wale walikuwa na watengeneza labda walikuwa wanatafuta kiki. Kanumba nakaa da. Wewe uko Sumbawanga. Watu walizungumza bana, kacha watoto wa pembeni, sababu unajua watu maarufu wakifika sehemu anaacha kituo. Amna. Kwanza alikuwa hajawahi fika Sumbawanga. Sasa huyo mambo ya kutegeleza. Jamani. Lakini nashukuru Mungu yaliisha. Mambo yamekuwa yako sawa. Yako sawa, tunaenda. Uliingia kwenye sanaa kwa sababu ya kuendeleza kile mtoto alichokuwa anakifanya? Hapana. Kanumba mimi ndo kanirithi mimi. Mimi nilikuwa mwigizaji mzuri sana sekondari. Mzuri mno. Alikuwa ni mwigizaji. Hata yeye alikuwa akitoka kuigiza tunakaa naye kwenye TV naangalia, namrekebisha, hapa ungefanya hivi, hapa basi watu wakanajiuliza labda kwa sababu mtoto ametangulia basi wewe pia uendeleze kile kitu. Hapana. Mimi alikuwa ni mwigizaji pia. Sana. Hongera, nilikuwa sifahamu. Nimeigiza sana hii michezo, hizi novel za wenzetu Nigeria, kuna ile No Longer Tease na tulicheza na ni moja Everyman. Everyman yule baba
Mungu alimpa hela, yani kama malaika alimtuma duniani. Akampa kila kitu. Akamwambia lakini nenda kaheshimu wajane, maskini, watoto wenye uhitaji nini. Akampa hela nyingi sana. Lakini alipofika duniani akafanya kinyume na alichotumwa. Huo mchezo niliucheza na ulinipatia tunzo. Nilikuwa mke wa Mr. Everyman. Mke wa Mr. Everyman. Kwa Kanumba alivyokuletea swala la uigizaji uliona kawaida tu? Niliona kawaida, lakini mwanzoni nilimwambia mwanangu soma nini, lakini baadaye nikajiuliza. Mimi mbona nilikuwa naigiza wakati nasoma? Kwa hiyo kama mzazi nakuwa mkali, lakini baadaye naacha. Hela zikija. Wewe endelea tu kusoma, utasoma. Hapa mwanzoni walikuwa wapati hela. Hata sisi tulikuwa tunacheza shuleni, tulikuwa tupati hela. Ni kama tu na yani kama hobby. Kuna walikuwa wanaimba jiving, wengine wanakimbia, mimi kukimbia kwa siviwezi. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwenye kuigiza. Filamu zake ambazo ameziacha ni nyingi na bado watu wanaendelea kuzitazama, na mimi nikiwa ni mmoja wapo. Bado zinakuongezea chochote kitu? Hapana. Unajua wakati ule walikuwa wakienda kuuza hizo filamu zao kwa Muhindi, wanauza mpaka haki yao. Ila sasa hivi naishukuru serikali imetambua umuhimu na uthamani wa msanii. Kwa hiyo unapoenda kuuza hati miliki unabaki nayo wewe. Wakati ule walikuwa wanauza kila kitu. Ila sasa hivi mambo ni mazuri. Kwa hiyo ile ya zamani mimi sipati chochote. Ila naishukuru serikali ya awamu ya 5. Wakati ule waziri wa utamaduni michezo alikuwa Mwakiembe. Na hayati Magufuli waliweza kusimamia, kwa kweli na washukuru. Nikalipwa japo ni kidogo, lakini nilifutwa machozi. Kwa kweli kwa hilo naishukuru serikali yangu. Wasanii gani ambao bado mpaka kesho wanakutafuta, mama unaendeleaje? Hapo nyumbani pako vipi? Wanarusha hata chochote kukusaidia? Kiukweli namshukuru mwanangu Blandina Chagula Johari. Ananikumbuka, na yule kwa vile sijui ni mwanangu kabisa. Na familia. Tangu tukiwa Shinyanga. Marehemu mamake alikuwa rafiki yangu sana. Kanumba wamesoma wote Bugoi. Kwa hiyo lakini hiyo haiwezi kufanya unikumbuke, ni moyo wake. Wachache sana. Wengine wakina Kadada, wengine wako bize. Kina Wema. Sina ugomvi naye, lakini hata ukipiga simu yake sasa hivi hapokei. Lakini sina tatizo naye. Mambo tu yanaingiliana. Bila kumsahau mwanangu Elizabeth Michael. Mungu ambariki sana. Bado mnawasiliana? Vizuri mno. Ana shida yoyote? Ana shida. Na familia yake na kwako? Yani sijui nikwambieje. Na usiniulize zaidi, lakini namshukuru Mungu yule mtoto tuko vizuri. Mimi mama, yeye mtoto. Sawa, kuna vitu hapa ulituambia vilivyoachwa na marehemu, tuvione, ikiwa pamoja na picha zake za utoto, gitaa ambalo ameliacha. Tuanze na gitaa hapo. Hili gitaa ndo alolipiga wakati anaimba ule wimbo Nitainua Macho Yangu Nitazame Milima. Mimi sijui kulitumia. Mimi mwenyewe kidogo. Piga mimi vinaenda. Wacha usikie vitu hapa. Najua. Alikwambia alinunua bei gani? Hata sijui. Nasema alionunua? Akusema. Vyote sijui, labda alikuwa anasema, sasa nilikuwa nauliza vya nini. Lakini hili ndo gitaa alilolipiga wakati wa kuimba Nitainua Macho Yangu Nitazame Milima. Na alikuwa na kipaji cha kuimba. Sana. Alikuwa muimba kwaya. Ina maana sasa hivi kama Mungu angefurahi zaidi angekuwa anaimba kwenye muziki. Alikuwa yeye anaimba, anapendelea sana kwaya. Ameimba kwaya tangu akiwa shule ya msingi mpaka sekondari. Nzuri sana. Kwa alivyonunua tu kumuuliza hili la nini? Sikumuuliza. Linataka kuanguka. Sawa, na picha. Itaweza tukamwita tu mtu atuchukulia hapo. Yani hapa, si unaona alikuwa amevaa tai. Wasukuma si unajua? Changanya rangi sana. Kavaa tai. Alikuwa anapenda suti. Hata filamu zake nyingi suti. Hapa ndo alikuwa anamaliza darasa la 7. Hapa. Ilikuwa wapi? Shinyanga. Shule inaitwaje? Bugoi. Mpaka sasa hivi ipo fresh. Ipo fresh. Na unatambua mchango wa Kanumba sana.
Jamani, mengi huku. Mengi. Hapa yuko na rafiki yake wa Bugoi mwenzie huyo. Anaitwa Victor. Mm. Nyingi tu jamani. Ambazo alikuwa labda na kina Johari. Sina hizo. Hizi nyingi alikuwa nyingi yuko peke yake. Anajitafuta hapo. Peke yake. Hapa alikuwa na umri gani? Hapa nafikiri yuko sekondari. Alianzia kwa Shinyanga. Madui sekondari, akaja kumalizia hapa Vosa, baadaye akaenda Jitegemee 5 na 6. Kwa na akili 5 na 6 kipindi hicho. Hapa mtihani za Jitegemee 5 na 6. Nino. Nilikuwa natafuta wakati ile anapata ana graduate form 6. Ngoja nitafute. Ambazo na mlibahatika kupata naye picha mama na mtoto. Zimeshaibiwa hizo. Zimeibiwa? Hii alikuwa amepanda ndege. Labda walikuwa naimba wanakwaya huko. Jamani. Inatosha. Kama kwenye swala la upande wa tuzo, marehemu ameacha tuzo ngapi? Kiukweli kaacha tuzo nyingi. Lakini ambayo nilionayo kwa haraka ni hii hapa, alipata tuzo ya heshima. Heshima. Baada ya kuwa amefariki, akapata tuzo hii hapa ya heshima. Lakini ana tuzo nyingi sana ambazo ameziacha. Alizozipata akiwa hai. Mama, nje na hizi picha, kuna picha zozote ambazo zimebaki kwenye kumbukumbu yako? Zipo. Tunaomba tuzione. Haya. Kwa mfano kama hii hapa picha amepiga na mheshimiwa mstaafu, Mheshimiwa Kikwete, rais wetu wa awamu ya 4. Kiukweli naomba nimzungumzie Mheshimiwa Kikwete. Mheshimiwa Kikwete alikuwa yuko karibu sana na Steven Charles Kanumba. Na nakumbuka neno lake la mwisho aliomba watu wanipeleke kwake kabla hajastaafu, lakini ikashindikana. Ila kwa interview ya leo na kuomba Mheshimiwa Kikwete, ukisikiliza hii interview au yeyote atakayesikiliza, naomba kupelekea ujumbe. Nimejitahidi sana kukutafuta nionane na wewe, lakini imeshindikana. Naomba nionane na wewe na kuomba Mheshimiwa Rais mstaafu Mheshimiwa Kikwete, naomba nionane na wewe. Nimejitahidi kila njia, nimeshindwa. Asante sana, naomba Mungu asimame nasi. Amina mama. Picha nyingine. Hii hapa yuko na Ramsey. Amepiga na Ramsey wakati alipokuja Tanzania kucheza ile movie ya The Devil Kingdom. Na watu wakaichukulia vibaya. Kwamba hapo Kanumba ndiye alikuwa anapokea ufrimason, lakini sio kweli. Mungu asimame. Lakini naamini iko siku maji yatajitenga na mafuta, ukweli utajulikana. Kanumba hakuwa Freemason, ila watu walitafuta kiki ili wajulikane, sijui wakasema hilo, lakini naomba Mungu ndiye atakayotoa hukumu na ya ukweli. Amina mama. Na hii ilikuwa ni moja ya filamu ni ya mwisho nafikiri. Na watu wakasema aba ndo kwa sababu alikuwa anaona nini, yalizungumza vitu vingi, lakini mwisho wa siku tumefahamu kwamba Mungu ndo anayejua zaidi. Iko picha moja hapo tuimalizia. Ya kwake kuna movie fulani nimeisahau. Alipiga na hii fimbo. Young Billionaire. Ambao mfanya na Auntie Ezekiel. Sawa. Ile movie ya Young Billionaire alicheza na Auntie Ezekiel. Haya, sawa. Hakuna kilichobaki mama Hakuna kilichobaki. Basi kwa kuwa tumesikiliza mambo mengi sana, unaonaje mtazamo wa sasa hivi wa filamu inavyokwenda baada ya Kanumba kufariki? Kwanza sasa hivi mambo yamebadilika, yamekuwa mnaita kidijitali. Sasa hivi filamu zinalipa, filamu ni kazi, filamu ni ajira. Sio eti wewe kwa vile unacheza filamu uonekane, ujulikane uwe star wakati mfukoni hamna ya kutolea. Kwa hiyo
Nashukuru mabadiliko ni mengi sana. Filamu kazi ya sanaa inazidi kukua na inazidi kutoa ajira. Tutegemee kazi nyingine nje na zile ambazo tayari umezitambulisha, kazi zako wewe binafsi? Naomba mtegemee zingine na zitapitia kwenye kampuni ya Kanumba the Great, au popote nitakapoitwa kwenda kucheza, mimi niko tayari. Lakini sasa hivi kampuni ya Kanumba the Great itakuwa hewani. Wajukuu zako wale kina Jennifer, kina Patrick? Aisena wapenda, wananimisi, tunapendana. Wanapiga simu nao? Sana sana. Asa Patrick. Patrick naona yani Kanumba alimuathiri sana. Tuko vizuri kabisa. Basi mama, mimi nikushukuru sana. Asanteni, nawapenda, nawatakia siku njema. Haya, sisi tumemalizia hapo na mama yetu, mama wa Steven Charles Kanumba. Hatuna la ziada mpaka muda huu hapa. Nyuma ya kamera alikuwa mtu mzito Rama, lakini pia kwenye mambo ya driving na mambo ya taa light kuwaka, mtu mzito Jito. Shukrani sana.